Yes, kwa wewe ambao umezaliwa kuanzia mwaka 1975 na kuendelea, basi kama utapata nafasi ya kufika hapa na kulishuhudia kombe hili, ingelikuwa ni mtu mzima, babu yako ama bibi yako, basi ungepaswa kumsalimia. Kwa maana kombe ambalo unaliona hapa ni kombe ambalo wananchi walilipata mwaka 1971. Zaidi ya miaka 50 imepita kombe hili ambalo wananchi walilipata, na lipo hapa katika makao makuu ya klabu hii ya Young Africans, klabu kongwe zaidi nchini Tanzania na yenye mafanikio kutokea hapa ndani ya soka la Tanzania. Kama ilivyo kwa vilabu vingine, Real Madrid, Barcelona, ambavyo wamekuwa na makumbusho yao ya kuhifadhi vitu mbalimbali vya kihistoria katika klabu zao kwa maana ya mataji ambayo wameyapata, ndivyo hivyo kwa Young Africans. Na leo katika mchezo wao dhidi ya JKT huenda tukaja kushuhudia kombe la ligi likiwekwa hapa. Litawekwa wapi? Litawekwa mahala gani? Ndivyo ambavyo wananchi wataamua, na hapa ni sehemu ambayo wananchi wamekuwa wakiweka makombe yao ya ligi kuu, na eneo hili kwa sasa liko empty, lakini usistaajabu ama usishangae utapokuja hapa saa 12 na kuendelea ukalikuta kombe jipya la mwaka 2025 2026 ambao wananchi walianza mapambano yao hayo dhidi ya Pamba Jiji katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mchezo wa kwanza wa ligi kuu, Young Africans akiibuka na ushindi wa goli 3-0, wakaendeleza morali, wakaendeleza nguvu katika michezo inayofuata. Hadi sasa umesalia mchezo mmoja tu kuhakikishia wananchi kama watapata taji jingine. Ambacho kinahitajika kwa Young Africans ni ushindi ambao wataupata. Na ikitokea wakapata sare, basi itategemea na mchezo ambao anacheza mtani wao kwa maana idadi ya magoli. Lakini dua sala za wananchi ambazo hivi sasa wako nazo ni kushuhudia timu yao hii ambayo imekuwa ikiwapa furaha mara zote, ikinyanyua taji la ubingwa kwa msimu huu mwingine. Kama unavyoshuhudia, haya ni makombe ya Young Africans ya ligi. Kuna kombe la ligi kuu la mwaka 2015, 2012, 2014 na 15 na makombe mengine 2016. Ningewauliza vizuri, walikuwa wapi watoto wa 2000 mwaka 1996 ambapo wananchi wanachukua kombe lao hilo, na ningewauliza pia vizuri walikuwa wapi mwaka 1987 wakati wananchi wanachukua kombe lao. Ikiwa wewe umezaliwa 99 na unadhani pengine una umri mkubwa zaidi, basi nikusanue tu ni kwamba umri wako unafanana kabisa na kombe hili hapa la wananchi Young Africans. Ni kutoka hapa katika makao makuu ya timu hii kongwe zaidi hapa nchini Tanzania na yenye mafanikio Jangwani. Waite wananchi, waite Young Africans, vyovyote ambavyo utataja, lakini nikukumbushe kijani na njano ndio rangi ambazo wao walizichagua katika mapambano yao kwenda katika uwanja wa vita ya kimichezo kwa maana ya kucheza mpira uwanjani na kuwapa furaha mashabiki wa Young Africans. Kama nilivyokueleza, hapa kuna makombe mengi Young Africans ambao wameyapata. Sijui 74 alikuwa wapi Okelo, sijui 71 alikuwa wapi Pacome Zouzoua, na sijui mwaka 1992 alikuwa wapi Dickson Jobu, na bado sijapata jibu. Mwaka 1987 alikuwepo wapi Mudathiri Yahya? Basi kitu pekee ambacho wananchi wanakitegemea kutoka kwa nyota hawa ni kuwapa ubingwa ambao leo hii wananchi wanaosubiri kwa hamu zaidi. Vyovyote ambavyo utasema ukubwa wa makombe ambayo mengine wanaweza kufikiri ukayapa ukubwa ambayo unadhani yanastahili, ukweli ambao haupingiki ni kwamba kombe la NBC Premier League kwa maana ya ligi kuu ndio kombe kubwa zaidi kwa hapa nyumbani Tanzania. Tusubiri na kuona, lakini kama nilivyokuambia, hapa nilipo mimi ni katika makao makuu ya Young Africans, na haya ndio makombe na mafanikio ambayo wananchi wameyapata.